Uko sawa? Kama vile mmeelezwa, mimi kwa majina naitwa Mwengi Mutuse, ni mbunge kutoka Kibwezi, sehemu za Ukambani. Kwanza nataka nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika hapa kwenu Lafey. Sio mara yangu ya kwanza kufika hapa. Mwaka uliopita wakati tulikuwa tunachangia kina mama pia nilikuja, na nimekuja tena leo kwa sababu huyu mbunge wenu Moha ni rafiki yangu sana, na huyu Moha wakati alikuja Nairobi ametengeneza marafiki wengi sana. Mkiangalia hapa leo tunaongozwa na spika wa bunge ya kitaifa Right Honorable Moses Wetangula. Vile vile waziri wetu wa afya Duale tuko na yeye hapa, na ambaye ndiyo kiongozi mkubwa kutoka sehemu hii ya Northeastern. Wabunge wale wako hapa wametoka Kenya mzima. Hiyo ni kumaanisha kwamba huyu Moha wakati mlimtuma kwa bunge, mkamtuma kwa serikali, alitengeneza marafiki, na marafiki ndio wanawezesha kiongozi kusonga mbele, kwa sababu kiongozi hawezi kufanya kazi akiwa peke yake. Kiongozi akitaka kuenda mbele lazima atengeneze urafiki na viongozi wengine. Huyu kijana wenu Moha pale kwa bunge, nataka niwaletee ripoti, anakuwa na bidii nyingi sana. Anafanya bidii kufanyia watu wa Lafey kazi. Zile project ambazo zinakuja hapa zikiwemo zile za affordable housing, kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya, miaka karibu 60 na kitu tangu tupate uhuru, mara ya kwanza town ya Lafey itapata lami kwa sababu ya bidii ya huyu mjumbe wenu. Hebu mpigieni Moha makofi. Nimekuja nisiwaulize. Tumekuja tuwaulize kwa heshima. Wakati ukifika murudishe huyu Moha kwa kiti tena, kwa sababu wananchi ndio ambao wanalea kiongozi, na kiongozi analewa kwa kurudishwa kwa kiti. Huyu Duale alikuwa mbunge wa Garissa, wakamchagua mara ya kwanza, wakamchagua mara ya pili, akaenda akakuwa assistant minister, akachaguliwa mara ya tatu, akaenda akakuwa majority leader, wakamchagua mara ya 4, ndio sasa yeye ni waziri, na huko mbeleni anaweza kuwa kitu kubwa. Ni hivyo vile vile huyu Moses Masika Wetangula amechaguliwa na watu wa huko kwao Bungoma, wakamlea kwa miaka, ndio sasa akakuwa spika wa Kenya. Rais ambaye tuko naye hii leo alichaguliwa na watu wa Eldoret mwaka wa 1997, wakamlea mpaka wa Kenya inji mzima wakakuja wakamuona, ndio sasa ni rais wa Kenya. Nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Lafey, huyu Moha ni kijana wa rika yangu, ni kijana wa rika ndogo, tumlee katika uongozi. Na ingawaje ni kijana wa rika ndogo, ako na maarifa, ako na maono, amesoma, anaongea ile kizungu mpaka ile ya mapua inayoeleweka na wazungu. Hata ukimtuma huko London, hata ukimtuma huko Amerika aenda akatafute pesa ya kukuja hapa, hata ukimtuma huko Saudia ataongea ile lugha inahitajika na pesa itapatikana hapa kwenu. Mtampatia ile maneno mmesema makale? Mtampatia tena makale? Huyu Moha atarudi bunge tena? Asanteni sana. Jambo la pili, nyinyi mnajua pale mbeleni Rais William Ruto alikuwa na naibu mmoja alikuwa anaitwa Rigathi Gachagua, na huyu Rigathi Gachagua alikuwa ni jamaa mkabila. Akiamka asubuhi anasema kwamba Wasomali ni wachache, hawana shares katika serikali ya Kenya. Ikakuwa kazi yake ni kupiganisha makabila ya Kenya. Ndio mimi nikaleta mswada katika bunge, tukasema kwamba ni kinyume na katiba ya Kenya, ni kinyume na sheria za nchi ya Kenya, mtu kuwa naibu wa rais na kazi yake ni kudhalilisha na kutenganisha na kuhubiri ukabila. Huyo jamaa alikuwa anachukia jamii ya Wasomali. Anasema kwamba nyinyi watu ya Northeastern, kaunti ya Mandera, kaunti ya Wajir, kaunti ya Garissa, hati hamfai kupata barabara za lami, hati hamfai kupata soko za kisasa. Hata anasema vijana wenu hawafai kuandikwa kwa kazi. Tukamuondoa ndio Kenya yote iweze kupata matunda ya serikali ya Kenya. Leo hii tumekuja hapa kwa sababu mheshimiwa rais wa nchi ya Kenya amefanyia Kenya heshima kubwa. Maendeleo ya hapa Northeastern imechelewa kwa sababu wale marais walikuwa huko mbeleni
walikuwa wanadharau nyinyi. Yule rais ambaye anatambua watu wa North Eastern, anatambua jamii ya Wasomali, si mwingine ni William Samoei Ruto. Ndio maana aliweka kidole, akaweka sheria, akasema kwamba vitambulisho zipeanwe bila kuangalia huyu ni nani, babu yako ni nani, nyanya yako ni nani. Mkenya aliye hapa Mandera ni Mkenya kama yule mwingine aliye Nairobi. Nataka tuwaulize nyinyi watu wa hapa Lafe na watu wa North Eastern, kwa sababu sasa vitambulisho mnapata bila vikwazo, vile vile hizo vitambulisho mzitumie, mjiandikishe kama wapiga kura. Ndio wakati wa kura ukifika, sauti yenu isikike katika nchi ya Kenya. Tuko pamoja ama hatuko pamoja? Tuko pamoja ama hatuko pamoja? Mnataka turudi hapa tena? Mnataka tuendelee mbele? Ya mwisho nikimalizia, Mheshimiwa Rais atusemi tu apigiwe kura kwa sababu ya kuwa tunataka apigiwe kura. Tunasema apigiwe kura kwa sababu amefanya kazi nyingi sana. Jamii za mifugo, wale ambao mnalima ngamia, muko na mbuzi, muko na ng'ombe, mlikuwa mmetengwa. Lakini huo ni uchumi mkubwa sana, kwa sababu nyama inahitajika katika dunia mzima. Na ni Rais William Ruto ambaye ameangazia mambo ya mifugo. Mambo ya masomo vile vile, mnajua mlikuwa mmetengwa. Ilikuwa imebaki tu ni masomo ya dini. Rais William Ruto sasa amesema walimu ameongeza. Kwa miaka mitatu ameandika walimu zaidi ya 1,100. Na hapa kwenu Mandera pia ameandika walimu, ndio watoto wetu waweze kusoma. Nataka niwaulize kwa heshima, nyinyi mjiandikishe kwa wingi, kwa sababu pia Msomali anaweza kuwa rais katika Jamhuri ya Kenya. Kweli si kweli? Tusonge pamoja ama tusisonge pamoja? Mmesema mnapatia huyu Moha 2 term. Wale wanasema Moha 2 term, Moha 2 term, Moha 2 term, Moha 2 term. Umesema William Ruto akuje hapa. Mnasema Rais William Ruto akuje hapa. Pia yeye mmesema ni mahale. Mtampatia 2 term. William Ruto 2 term. Asanteni sana, na mimi nikirudi Kibwezi niwasalimie. Nikirudi Kibwezi niwasalimie. Pia huko niko na Wasomali na tunaishi na wao vizuri. Tunachungana na wao vizuri kwa sababu Kenya ni nchi moja. Wacha niwaitie ndugu yangu Mheshimiwa Tosha. Mheshimiwa Tosha ambaye ni mtoto wa hapa Lafe. Asanteni sana na Mungu awabariki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our super CS, my friend Adam Barre Duale, Speaker of the National